Coach Mkaraboko, mchezo wa mwisho wa Simba alitoka kupoteza dhidi ya Al Masry kule nchini Misri. Sasa hivi unaosubiriwa ni mchezo wa marudiano pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwako mchezo huu utakuwa ni mchezo wa design gani? Maana Simba anatakiwa apate magoli matatu. Sasa kwa wewe unapoiona Simba hii, kweli inaweza ikatoboa kweli? Kwanza siwatilisha kwa Simba kutoboa. Lakini mchezo huu Simba wapunguze makosa. Makosa. Na watafute ubora mzuri. Mechi ile ya mwanzo ambao Simba walifungwa kule Misri, walifungwa kwa udhaifu wao wa kila siku. Walifungwa kwa udhaifu wao wa kila siku. Namna ya kuwa na nidhamu bora ya kutengeneza umbo la kujilinda. Na hili tumekuwa tukisema sana, watu hawaelewi. Kuna timu nzuri ikiwa inacheza lakini haina umbo zuri la kujilinda. Simba walitufurahisha namna wanavyopanga mashambulizi, lakini pia namna ya kumaliza mashambulizi ilikuwa tatizo pia. Ndio maana watu wana imani kwamba mbona palipangwa mashambulizi mengi. Kwa hiyo wakirekebisha tu namna ya kumaliza mashambulizi, matokeo haya. Lakini mechi hii ni mechi ya masahihisho kwa kila upande. Wale Al Masry watataka kurekebisha makosa waliyofanya kwenye kudefend ambayo alikuwa anataka kuwapelekea kufungwa. Simba watafanya marekebisho kwenye kumaliza nafasi ambazo zilikuwa zinachelewesha kufungwa. Al Masry wataboresha pia kwenye kuattack ili wapate magoli mengi. Tayari mechi inabadilika. Ndio maana nikasema mechi ya Simba na Al Masry hii hapa ni suruali ya jinsi, unasema ni zipu ya jinsi kwenye suruali cha kitambaa. Kwa maana gani? Zipu ya jinsi, yani mechi ya Simba hii na Al Masry ni zipu ya jinsi kwenye suruali ya kitambaa. Lazima ivimbe mbele, inabadilika. Hii mechi ya sasa hivi ni zipu ya jinsi kwenye suruali ya kitambaa. Inabadilika. Kwa nini? Kwa sababu makosa yalionekana ya Simba kwenye mechi iliyopita ndio masahihisho yao sasa. Makosa yalionekana ya Al Masry kwenye mechi iliyopita ndio masahihisho yao sasa. Na utompira wana falsafa ya wazi. Wanasema next opponent is always difficult opponent. Unapokutana na mtu kwa mara nyingine, wakati mwingine mnacheza kivingine katika mifumo mingine na mahitaji mengine ya mchezo. Na kwa sababu mechi ya hapa ni ya maamuzi. First leg kwao wanajua washamaliza. Second leg ni mechi yao ya pili. Wakati Simba second leg ni mechi yao ya kwanza na ya pili. Unaona mzigo ulivyokuwepo. Tafsiri yake ni kwamba haina maana Simba wana uwezo kushinda. Kwanza wa Tanzania. Twende tukaishangilia hii timu. Ikapewe moyo. Maana sasa hivi watu wanatafuta mpaka matambiko na dua. Wamealikwa viongozi wa dini. Yuko pale Sheikh Waridi, Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kaalikwa Mwamposa. Viongozi wa kiimani unao wameitwa. Tafsiri yake unajua? Kochi, hivi kwenye ile kauli aliyosema msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally ya kusema kwamba atakayeingilia mechi yetu litamkuta jambo, na tumeona kamwalika Shehe pale na Pastor pale kamwalika pale. Hivi kwenye hili ni ndo harakati zimeshaanza? Sio zimeanza, kwa sababu hii mechi Simba wanahitaji nguvu za nje ya uwanja kuliko hata ndani ya uwanja. Mechi hii kwa sababu mnataka kufuzu, mmefungwa goli 2. Hapa mnatakiwa mshinde goli 3 bila. Sasa 3 bila sio ushindi mwepesi. Ni ushindi unaotaka nguvu. Na si kwamba wanashindwa kushinda Simba. Wanahitaji utulivu kuanzia nje ya uwanja, ndani ya uwanja na kuibeba ya mechi uzito. Lakini pia isije ikaongeza pressure kwenye mechi. Ndio maana nikasema wakufanya mechi iwe nyepesi ni mashabiki. Mashabiki wetu wanalo tatizo. Mashabiki wa hizi timu wanalo tatizo. Kwenye mechi mambo yakiwa yanaharibika, wao wanasusa. Baada ya washangilia wananungunika. Nini sasa? Nini? Lakini ni mechi ambayo inataka utulivu sana. Nafasi ni kwamba hata Al Masry kwa kujua umuhimu wa mechi, approach itabadilika. Hawaji kucheza tena kusubiri matukio. Watataka kuwa wa kwanza kwenye kila tukio. Sasa wanapokuwa wa kwanza kwenye kila tukio, maana yake mpango wa mechi unabadilika kwa Simba. Simba watumie hiyo nguvu kupambana, kushangilia, lakini wakati huo wachezaji wawe na utulivu. Lakini makosa yao nimesema mechi ile tayari ni suruali zipu ya jinsi kwenye suruali ya kitambaa. Mambo yamebadilika. Lakini liko tatizo Simba Sports Club. Safu ya ulinzi ya Simba ni kama stuli ya mwenge katikati ina shimo. Stuli ya kuwekea mwenge katikati ina shimo. Safu ya ulinzi ya Simba. Hilo nao ni tatizo lingine. Inaruhusu sana passing gaping holes. Hailindwi vizuri. Sasa kama mnakuwa na safu ya ulinzi inakuwa kama stuli ya kuwekea mwenge katikati ina shimo. Mechi kama hii ambayo watu wanatafuta nafasi chache, unaweza kuleta madhara kama ambavyo walifungwa. Unajua watu wana kaida ya kupuuza matukio mpira wa miguu. Goli likifungwa, watu wote wanaocheza kwenye timu sio wazuri. Hata kama likiwa na penalty au nini.
Mechi imefungwa kwa sababu ya safu ya ulinzi ya Simba ni kama stuli ya kuwekea mwenge katikati ina shimo. Inaruhusu sana makosa. Ukipressurize tu, watu wakija na speed tu, watu wakiwa na variation, attacking variation, wanailipa tabu. Sasa haya ndio makosa ya kuwaambia mapema Simba Sports Club. Hii safu ya ulinzi isiyo kama stuli ya kuwekea mwenge katikati kuna shimo. Hilo nalo ni tatizo lingine kwenye kikipa. Yakifanyika marekebisho ya safu ya ulinzi, kuwe na utulivu kwenye safu ya ushambuliaji. Na mimi nasema Simba kwenye safu ya ushambuliaji wakisaga valve tu. Wakisaga valve, hii mechi wanashinda. Waongeze kasi kuna shida yote. Simba ili washinde safu ya ushambuliaji wasage valve. Wasiposaga valve, maana yake waongeze kasi ya mashambulizi na utulivu. Oho, na kuna ubaya. Lakini pili, mamlaka ziwaombe Young Africans zimuagize Ali Kamwe. Wamembeza sana, wamemsema juzi hapa, wamemzodoa sana. Awaambie Young Africans wasishangilia Almasi. Na hili kama anaweza kutoa waziri wa michezo, maana nimesikia kanukuliwa, sijui kama akasema kweli kanukuliwa. Msemaji mkuu wa serikali na nafikiri katibu mkuu wa wizara Jason Msigwa kwamba anasema hili jambo la kitaraja la nchi. Lakini tunajuana sisi. Mamlaka ziwaombe Young Africans basi wabaki majumbani. Kwa maana wakishangilia itakuwa kwamba wakishangilia wale wanageuka kama wako Kilosa. Waarabu wanakuwa Kilosa hapa. Watacheza kama wako kwao. Waarabu wale watacheza kama wako Kilosa mabwelebwele. Watacheza kama wako Kilosa uzunguni mabwelebwele. Kama Yanga wakishangilia Almasri watawachachua. Sasa mamlaka kuwafanya Waarabu wale wasicheze kama wapo Kilosa kwao. Young Africans aombwe mhandisi Hersi. Narudia sana kusema Hersi Said aombwe. Mapema. Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika aombwe. Rais wa Young Africans aombwe. Mapema. Wakina Privadinho wale waombwe wale. Msiwaletee dharau. Sasa wale wakipiga miruzi tu wametuharibia shughuli wale Waarabu. Wanacheza hapa kama wako mabwelebwele Kilosa. Tusipuuze, hii mechi ni ya maamuzi. Sio group stage game. Ndio mechi ambazo Simba zinawashinda, historia yao inaishia hapa. Simba wanavyomaanisha kwamba hii tunavuka, tafsiri yake ni kwamba ubwela mtu afe, mtu abaki. Na ndio maana wameita mpaka viongozi wa dini. Uzito wa mechi Simba ndio wamemuita Momposa, wamemuita Sheikh Walidi, wameita watu waje. Kwa maana jambo zito. Tuje kulifia taifa. Simba wametaka hii mechi watu waifie taifa. Lakini mimi nasema watu wanaweza kuinusuru hii mechi ni Young Africans. Peke yao. Wale hata tujazane pale uwanja wa taifa. Hata maombi yetu yaende yatageuka tambiko. Maombi yatageuka tambiko kwa sababu huyu anaomba, huyu analaani. Maombi yatageuka. Tuna tabia tunasema vitu vigumu watu waelewe. Msilete masiara. Taifa moja huyu mwingine anaomba, huyu analaani. Hakujawahi kuona vita, watu wamegawanyika. Hii inaitwa things fall apart. Hakujawahi kuona vita mkapata ushindi, watu wamegawanyika. Sasa vita hii kama nataka iwe ya taifa, waombe Young Africans. Hawawezi kuja uwanjani kushangilia, wakae majumbani. Wakija uwanjani Young Africans na vita hii things fall apart. Chino Achebe yule aliandika kitabu. Kila mtu na habari yake. Mkaraboko, tumalize na ile hapa. Hivi ni kweli Lionel Ateba amekuwa mchoo sana? Bani yangu ni ngumu kumlaumu Ateba. Ateba sasa hivi Simba anataka kugeuzwa kama mtoto yatima. Ikibiwa nyumba ya jirani anaambiwa ni yeye. Ateba kama mkiwa sasa. Nyumba ya jirani ikibiwa anaambiwa yeye. Mechi ilikuwa ngumu, mechi ile walibanwa, kila mchezaji akawa anacheza kibinafsi. Sasa unategemea Ateba umlaumu. Pale umchukua hata Cristiano Ronaldo angekaa siku ile. Mnagombana na watu. Kwa timu ibadilike, nimesema iwe na ile attacking organization nzuri. Wasage valve kwenye ushambuliaji. Wana nafasi kwa sababu wako nyumbani. Lakini moja ya eneo ambalo nataka kuangalia ni ile eneo ninalokuambia. Young Africans wasipuuzwe. Mamlaka ziwaombe Young Africans. Wasiende kuleta mambo yao yale ambao Simba nao wanawaleteaga mambo yao. Maana sasa hivi Young Africans wamejipanga. Nimesikia habari zao. Wanataka kuanza nao wale hapo kesho tu wanakuja wale. Wanaanza nao huko. Wanaanza nao airport. Vigoma rafiki yangu mpaka hotelini. Wanaonyesha njia zote sasa hasi matatizo. Na hiyo ni haki ya mtu, huwezi kumfuata mtu na furaha yake. Nakwambia njooni mapema tuwaoneshe mitaa. Furaha yake. Na ndio maana Ahmed Ali ametoa maneno ya kikamanda. Kwamba mtu asiingilie mechi. Na wao wanaingiliaga za wenzao. Sasa nataka tuone utulivu utatoka wapi. Mwalimu amesema, Mwalimu Ahmed asema watu asiingilie mechi. Akiwa na maana kwamba
basi muache wenzenu wajaribu kufuzu wafikie rekodi ya Yanga. Simba wanajaribu kufuzu wafikie rekodi ya Yanga. Iko hivyo. Basi kwa leo Shemkola huko nikushukuru kwa hiyo. Na mimi kushukuru sana.